Mtazamaji, Rais Samia Suluhu Hassan aliapishwa leo kwa muhula wake wa kwanza kamili chini ya ulinzi mkali baada ya uchaguzi uliokumbwa na ghasia. Katika hotuba yake baada ya kuapishwa, Rais Suluhu aliwaonya waliotoa vurugu nchini humo, akidai kuwa wengine waliokamatwa wakati wa vurugu hizo ni raia wa kigeni. Marais watano kutoka barani Afrika walihudhuria uapisho huo, huku naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki akiwakilisha rais wa Kenya katika hafla hiyo. Mwandishi wetu Sheila Chelangat ana taarifa hii kwa kina. Siku 4 baada ya uchaguzi mkuu nchini Tanzania, Rais Samia Suluhu Hassan alikula kiapo, ikiwa ni mwanzo wa muhula wake kamili kama rais wa 6 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Uapisho huu hata hivyo ulikuwa ni tofauti na zile zilizoshuhudiwa nchini humo hapo awali, ikifanyika chini ya ulinzi mkali katika uwanja wa kijeshi na kwa mara ya kwanza pia kutohudhuriwa na raia wa kawaida. Hali hii ikisababishwa na vurugu na ghasia zilizozuka kupinga kutojumuishwa kwa upinzani katika uchaguzi huu. Na huku uapisho huu ukiendelea, Tanzania bado ilikuwa gizani kidijitali, huduma za mtandao zikiwa bado zimesitishwa. Katika hotuba yake ya kwanza baada ya uapisho, Rais Suluhu alitoa onyo kwa walioanzisha vurugu na kwa wanaoshukiwa kuwa wageni anaodai kuwa wanaingilia masuala ya Tanzania. Haikutushangaza kuona kuwa baadhi ya vijana waliokamatwa kutokana na kadhia hiyo wametoka nje ya Tanzania. Vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vinaendelea kufuatilia na kuchunguza kwa undani zaidi kilichotokea na kuirudisha nchi katika hali tuliyoizoea kwa haraka. Hafla hii ilihudhuriwa na wageni walioalikwa tu, ikiwemo Rais wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud, Rais wa Zambia Hakainde Hichilema, Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye, Rais wa Msumbiji Daniel Chapo pamoja na wanadiplomasia kadhaa. Rais William Ruto akiwakilishwa na naibu wa rais Kithure Kindiki. Na huku Rais Suluhu akiapa kurejesha amani na utulivu nchini Tanzania, macho yote yameelekezwa kwake, huku madai kuwa zaidi ya watu 700 waliuawa katika machafuko hayo yakizua utata duniani. Sheila Chelangat, runinga ya TV 47.